Pendekezo la mwisho ambalo utawala kutoka nchini Marekani chini ya Donald Trump umeweza kupendekeza juu ya kumaliza vita vya Urusi na Ukraine limeweza kujumuisha kutambuliwa kwa Marekani kwa udhibiti wa Urusi juu ya eneo la Crimea pamoja na utambuzi wa ukweli wa uvamizi wake katika maeneo mengine ya Ukraine. Shirika la habari maarufu kama Axios limeweza kuripoti leo hii kuhusu taarifa hii, huku pia likinukuu vyanzo ambavyo vinafahamu jambo hilo. Habari hizo zinaunga mkono kuripoti mapema ya kwamba utambuzi wa kukaliwa kwa Urusi katika eneo la Crimea na kupiga marufuku Ukraine kujiunga na NATO kunazingatiwa kama sehemu ya pendekezo ambalo linaungwa mkono na Marekani na kukomesha vita baina mwa nchi hizo. Inasemekana ya kuwa Washington iliwasilisha pendekezo lake la amani wiki iliyopita wakati wa mkutano wa maafisa wa Ukraine huko mjini Paris nchini Ufaransa. Wakati huo pia Washington iliashiria ya kwamba itajiondoa kutoka kwenye mazungumzo ikiwa wahusika hawatakubali kuhitimisha makubaliano ya amani ya hivi karibuni. Mpango wa amani wa Marekani utahitaji makubaliano makubwa kutoka kwa Ukraine na Rais Volodymyr Zelensky, Axios imeweza kuripoti hivyo. Kwa upande wake, uwanja huo unaelezea mafanikio yanayoonekana kadhaa kwa Urusi, chanzo kimeeleza hivyo, ambako pia kwa mujibu wa pendekezo la mwisho la amani la Rais wa Marekani Donald Trump imeeleza kuwa Washington itatambua udhibiti wa Urusi juu ya Crimea na kutambua uvamizi wa maeneo ya Ukraine katika mikoa ya Luhansk, Donetsk, Kherson na huko Zaporizhia. Makubaliano hayo pia yatazuia Ukraine kujiunga na NATO, lakini kuruhusu wanachama wa Umoja wa Ulaya kuondoa vikwazo vilivyowekewa kwa Urusi tangu mwaka 2014 na kujumuisha ushirikiano wa kina wa nishati na kiuchumi kati ya Washington na Moscow. Kwa upande wake, Marekani inaahidi Ukraine dhamana thabiti ya usalama inayoungwa mkono na nchi za Ulaya na pengine nchi zisizo za Ulaya zenye nia moja, ambako pendekezo la Trump halijaeleza wazi jinsi ujumbe huo wa kulinda amani utafanya kazi au kutoa hakikisho la usalama kwa namna gani. Hata hiyo pia haihitaji jukumu la Marekani katika misheni hiyo. Kwa mujibu wa mpango wa amani wa Washington, Ukraine itarejesha sehemu ya oblasti ya Kharkiv inayokaliwa na Urusi kupata njia isiyozuiliwa ya mito Dnipro ambao unapita mstari wa mbele katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Ukraine na kupokea fidia kwa ajili ya ujenzi mpya wa nchi hiyo, na haijabainisha jinsi hiyo itafadhiliwa. Hata hiyo pia inataja kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Zaporizhia ambacho kitatambuliwa kuwa kinadhibitiwa na Ukraine lakini kitaendeshwa na Washington. Marekani ilitarajia Ukraine kujibu mpango wake wa amani mjini London siku ya leo Aprili 23, shirika la habari ndivyo pia ambavyo limeweza kuripoti. Zelensky tayari amekataa kuitambua Crimea kama eneo la Urusi, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayefahamika kama Marco Rubio na mjumbe maalum anayefahamika kama Steve Witkoff wamewasili huko kwenye mkutano jiji la London nchini Uingereza, ambapo mawaziri hawa wa mambo ya nje kutoka Ulaya na Ukraine pia wanaripotiwa kusimamia au kusimamisha kushiriki kwao katika mkutano huo, ambapo rais wa Ukraine mwenyewe pendekezo la Marekani ameweza kulitupilia mbali na kulipinga vikali, ambako alisema Ukraine haitatambua kisheria ukaliaji wa Urusi kwa eneo la Crimea kwa hali yoyote ile. Zelensky pia ndivyo ambavyo aliweza kuambia waandishi wa habari huko mjini Kyiv wakati wa mkutano na waandishi hao. Alisema hakuna cha kuzungumza, hiyo inakiuka katiba yao, yani Ukraine, hilo sio eneo lao, eneo la watu wa Ukraine. Zelensky aliwaambia hivyo waandishi wa habari kuhusu swala hilo. Kauli hiyo inajiri huku kukiwa na ripoti ya kwamba kutambuliwa kwa Crimea kama eneo la Urusi kunazingatiwa kama sehemu ya pendekezo linaloungwa mkono na Marekani na kukomesha vita nchini Ukraine.
ambako Zelensky alionya kuwa mjadala wowote kuhusu Crimea unahatarisha kubadilisha mazungumzo kuwa mfumo ulioagizwa na Kremlin. Alisema mapendekezo kama hayo yanacheza moja kwa moja kwenye mchezo wa rais wa Urusi Vladimir Putin. Mara tu mazungumzo kuhusu Crimea na maeneo yetu huru yanaanza, mazungumzo yanaingia katika muundo ambao Urusi inataka kurefusha vita kwa sababu haitawezekana kukubaliana juu ya kila kitu haraka. Zelensky alisema hivyo. Ingawa anakubali ya kwamba ishara kuhusu Crimea zimejitokeza katika vituo tofauti, Zelensky alisema Ukraine itakataa mara moja pendekezo lolote rasmi kuhusu hilo. Tunajua mahali ambapo mawimbi haya yanasikika na tutaendelea kusikika, alisema, na kuongeza ya kuwa hakuwa na uhakika kama zilitoka Urusi au wawakilishi fulani wa Marekani waliokuwa katika mazungumzo na Putin. Ukraine inatarajiwa kuwasilisha msimamo wake katika mkutano utakaofuata huko jiji la London nchini Uingereza siku ya leo Aprili 23, ambapo wajumbe kutoka Ukraine, Marekani, Uingereza na Ufaransa wataendelea na mazungumzo kuhusu kumalizika kwa mzozo huo. Zelensky alisema wajumbe wa Ukraine wanaokwenda London watakuwa na mamlaka ya kujadili masharti ya usitishaji vita kamili au kwa sehemu na Moscow. Hivyo Ukraine iko tayari kufanya mazungumzo na Urusi kwa muundo wowote, lakini baada ya kusitisha mapigano bila masharti. Zelensky alisema hivyo. Pia alikazia ya kwamba shinikizo endelevu la kimataifa hasa kutoka Marekani ni muhimu ili kufikia suluhu ya maana. Tumekuwa vitani kwa zaidi ya miaka 11, Zelensky alisema, na kuhoji ya kuwa je, inawezekana vipi kufikia makubaliano na Urusi haraka? Hapana, sivyo, haiwezekani bila shinikizo. Licha ya kueleza kuchanganyikiwa kwa kukataa kwa Urusi kukomesha vita, rais wa Marekani Donald Trump hadi sasa ameepuka kuweka vikwazo vyovyote vikubwa au kuchukua hatua ya adhabu dhidi ya Urusi. Na huu ndio mwisho wa ripoti hii. Pia kila ambacho kitazidi kujili nitawafahamisheni hapa kwenye chimbo letu la habari. Cha msingi endelea kunifuatilia kila siku na kutembelea kila siku ili kufahamu mengi zaidi ambayo na kufahamisha kutoka vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi. Asante kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi kutoka kimataifa, na karibu sana pia chimbo letu la habari za kimataifa zaidi.